kama sehemu ya njia haramu hiyo ya kuvihalalisha hivi vyama vidogo vidogo, wameamua kuwachukua wachache kwa ushawishi wa ama kuahidiwa vyeo, ubunge wa kupewa au vyeo vya kuteuliwa na serikali au fedha, ili wahame kutoka Chadema, wahamie hivyo vyama vidogo kwa lengo la kutoa uhalali kwamba hata wanachadema wanahama. Mimi kama mtendaji mkuu wa chama nasema Chadema sasa kilipofikia sio tena chama cha viongozi wala sio tena chama cha wanachama wa Chadema. Hiki ni chama cha wananchi wenyewe, bila kujali vyama, bila kujali itikadi. Akihama kiongozi mmoja kwa maslahi yake binafsi ama ya kurubuniwa fedha au cheo, au akihama yeye kwa tamaa zake binafsi kwa kupewa hongo au kuahidiwa cheo, sisi Chadema kama taasisi tunasonga pamoja na wananchi walio wengi. Na kwa kuwa tuko wengi, nitoe maelekezo kupitia mkutano huu wa Maswa kwa viongozi wa Chadema Maswa na viongozi wa Chadema nchi nzima. Kwa kuwa Chadema inaungwa mkono na wananchi wengi, Chadema ina wanachama wengi, akihama kiongozi, akihama tu pale pale, ingieni kwenye katiba ya chama ibara ya 6.35 ya katiba juu ya kuziba nafasi wazi za uongozi, na hapo hapo mtekeleze ibara A inayosema kamati ya utendaji ya kila ngazi au baraza kuu itaziba kwa muda nafasi yoyote ya kiongozi aliyechaguliwa na mkutano mkuu wa ngazi husika. Tumieni vile vile kifungu B cha ibara hiyo hiyo ya 6.5 ya katiba kinachosema kwamba nafasi zilizo wazi za viongozi walioteuliwa zitazibwa na vikao husika kwa kufanya uteuzi mpya. Tumieni katiba ya chama kuhakikisha akitoka kiongozi mmoja kwa kusaliti mapambano, hapo hapo aingie mwingine, azibe pengo, tusonge mbele kwenye mapambano. Usaliti ya kwanza leo duniani. Hata wakati wa Yesu Kristo, Yesu alikuwa na mitume 12, lakini mtume mmoja aliyeitwa Yuda Iskarioti alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Kwa hata sasa wapo wakina Yuda Iskarioti, lakini kusalitiwa kwa Yesu hamkumzuia kuendelea na safari ya ukombozi. Alipita mapito magumu, mateso mpaka msalabani, lakini usaliti ule haukuzuia ukombozi, bali ulitimiliza. Na hatimaye nafasi hiyo Yuda Iskarioti ikazibwa kupitia uchaguzi. Uchaguzi hatukuanza nao sisi tu hapa Tanzania. Ndani ya Biblia ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 10 mstari wa 16 mpaka 15 mpaka mstari wa 26, utakuta mitume wakati huo wameongezeka, sio tena 12. Wafuasi hawa wa Yesu walikuwa wameongezeka, sio kupungua. Wakakaa kikao cha watu 120, wakasali kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu anayechagua kutumikia watu ni Mungu. Binadamu tunaopiga kura ni mawakala. Wakasali na wakapiga kura, inatajwa katika Biblia, wakapiga kura wakamchagua Matias kuwa mtume kuziba nafasi ya Yuda Iskarioti aliyesaliti. Niwaombe wa Maswa, akisaliti mmoja, zibeni pengo, songe mbele.